Ni siku nyingine tena tunakutana hapa ndani ya kipindi cha Medicounter kuweza kuzungumzia mambo mbalimbali yanayohusiana na afya zetu. Kipindi ambacho kinazungumzia masuala ya afya. Jina langu ni Dafrosa Prosper. Fuatana nami basi uweze kujua nini hasa ambacho nimekuandalia katika nusu saa hii maalum kabisa kwa ajili yako. Katika Medicounter leo hii tunazungumzia swala zima la upasuaji rekebishi. Kwa kuzungumzia mada hii tunaye hapa daktari bingwa wa upasuaji rekebishi Dr. Franky Muhamba ambaye anapatikana Hospitali ya Taifa Muhimbili Upanga, Dar es Salaam. Yeye atatufahamisha mengi juu ya swala zima la upasuaji rekebishi, upo wa aina ngapi, lakini pia ni kina nani hasa ama wagonjwa gani hasa ambao wanatakiwa kufanyiwa upasuaji huu rekebishi, lakini mwisho kabisa unafanyikaje. Fuatana naye basi ili mwisho wa kipindi na upate kwa mwalimu wa mtu mwingine. Upasuaji rekebishi ni upasuaji unaofanyika kwa lengo la kurudisha utimilifu wa kiungo, aidha baada ya madhara kuwa yametokea, aidha mtu amepata ajali au mtu alizaliwa akiwa na hitilafu kwenye kiungo chake. Inaweza ikawa sikio, inaweza ikawa pua, inaweza ikawa vidole. Sasa ule upasuaji wa kurudisha kile kiungo katika hali yake wa kawaida kufanana na kiungo kingine halisi, ule ndio unaitwa upasuaji rekebishi. Upo aina ngapi? Upasuaji rekebishi huko makundi makubwa mawili. Wa kwanza ni upasuaji kwa sababu ya ugonjwa. Mtu anakuja na ugonjwa kama nilivyokuambia, wengine anakuwa amepata ajali, mwingine labda alizaliwa akiwa ana hitilafu kwenye vidole, kwenye pua, kwenye sikio. Lakini aina nyingine upasuaji rekebishi ni upasuaji rembeshi, upasuaji wa urembo. Kwa hiyo moja inaitwa reconstructive surgery, nyingine inaitwa cosmetic surgery. Tuende sasa kwenye swala zima la ugonjwa ambako leo tutazungumzia swala zima la upasuaji rekebishi wa titi. Ndiyo. Sawa. Kwa nini titi? Kwa nini mtu afanyiwe upasuaji rekebishi wa titi? Naam. Kumekuwa na ongezeko la ufahamu juu ya matatizo ya kiafya ya matiti, iwe ni kwa sababu ya ajali. Mtu mwingine anakuja ameungua, amepoteza titi, lakini mwingine anakuwa amepata shida ya kansa ya titi ambayo inalazimika kufanyiwa matibabu ya kuondolewa titi. Sasa mara nyingi imekuwa ni shida mtu kukubali kwa sababu ya kufikiria atakapopoteza titi na itakuwaje baada ya hapo. Kwa hiyo kwa sababu kumekuwa na ufahamu juu ya magonjwa ya kansa ya titi na wateja wamekuwa wengi, sasa tukaona ni bora tuongelee upasuaji rekebishi sasa katika nyanja ya titi, kwa sababu ya kuwepo na watu wengi ambao wanakuwa wanapata madhara kwenye matiti yao kwa sababu za ugonjwa. Kama ilivyo hata kwa upasuaji wengine wote, kwa maandalizi ya kwanza kabisa kwa mgonjwa ni kumfanya mwenyewe haelewe shida yake. Na kama nilivyokuambia, tunaongea upasuaji rekebishi wa titi, na wagonjwa wengi anakuja akiwa ameshagundulika kwamba ana kansa ya titi na ameshaambiwa sasa kwamba anatakiwa kufanyiwa upasuaji wa kuondoa titi. Kwa mgonjwa akitufikia, maandalizi ya kwanza ni kumfanya haelewe upasuaji rekebishi ni upi na upo wa aina gani, na kuelezwa kwamba kwa kila aina hasara zake na faida zake. Au maandalizi ya kwanza kwa mgonjwa. Maandalizi ya pili ni kuangalia kama yuko sawa timilifu kimwili, kwa maana ana damu ya kutosha, moyo wake unafanya kazi sawa sawa, anaweza kahimili huo upasuaji. Lakini pia kuna wenzetu ambao wataalamu wenzetu wa dawa za ganzi na usingizi, huwa na wao katika maandalizi tunampitisha mgonjwa huko, na wenyewe wanamwangalia kuhakikisha atakuwa salama kipindi cha upasuaji wakati amepewa dawa za usingizi. Sisi kama madaktari, maandalizi yetu ni kwamba huwa tunamjadili mgonjwa, maana hiyo sio kazi ya mtu mmoja. Ni wadaktari wengi katikati hapo ambao tunashirikiana. Kuna wadaktari ambao ni mabobezi kwenye matibabu ya kansa ya titi, kama kansa ya titi, kwa maana wao ndio wanafanya upasuaji wa kuondoa. Lakini pia kuna madaktari wa matibabu ya kansa ya titi kwa kutumia dawa, inaitwa chemotherapy, wenyewe wataalamu wanaitwa oncologist. Alafu pande mwingine kuna madaktari sisi wa upasuaji rekebishi. Kwa hiyo sisi kanda yetu tunakaa, tunamjadili huyo mgonjwa shida yake, na tunajadili kwa pamoja namna ambavyo atapitia matibabu
husika katika utaalamu fulani. Kwanza kuondoa hiyo shida yenyewe ambayo ni kansa, lakini pia kishaondoa kansa kuhakikisha anapata vizuri kabisa matibabu ya kansa kama matibabu ya kansa, na kwa wale ambao wanakuwa wanahitaji upasuaji rekebishi ili kurudishia muonekano wa ziwa, basi na wenyewe tunajadili kwa pamoja, tunakuja na mpango ambao ni wa pamoja. Sawa, hapo nimesikia listi ya wataalamu wengi, madaktari wa usingizi na ganzi, madaktari wenyewe wa upasuaji. Sijasikia wana saikolojia. Maana kumwambia mtu unamtoa titi lake hamhusishi wana saikolojia labda. Ni swali zingine. Kama nikwambia tunashirikiana na wataalamu wengi sana. Wengine wote siwezi kuwataja wote, lakini hata utaalamu wa saikolojia ni sehemu kubwa sana na muhimu. Kwanza mtu ameambiwa shida kwamba una kansa ya ziwa. Hiyo yenyewe ugonjwa kuja kupokea wengine inakuwa sio kitu rahisi. Alafu baada hapo tena anaambiwa anatakiwa utolewe ziwa ili kutibu ugonjwa. Kwa hiyo wagonjwa wetu huwa pia tunashirikiana na wataalamu wa saikolojia ili wapitishe kwanza hakubali hali yake na aweze pia kukaa kwenye utaratibu sawasawa wa matibabu. Twende sasa kwenye upasuaji wenyewe unafanyikaje? Sasa upasuaji rekebishi wa titi uko wa aina mbili, na hii kimsingi unaongozwa na namna ambavyo mgonjwa alivyokuja, hali yake ilikuwa namna gani. Kwa aina mbili, kuna ule rekebishi ambao unaweza ukarekebishwa kwa kutumia viungo vyako mwenyewe. Inaweza katolewa baadhi fulani ya sehemu kwenye tumbo au mgongoni au sehemu zingine za mwili kulingana na mahitaji. Lakini upasuaji mwingine rekebishi wa titi ni kwa kutumia vipandikizi, zinaitwa breast implants. Hivi ni vipandikizi ambao vinakuwa vina mfanano wa umbile la ziwa. Kwa hiyo kulingana na upasuaji wa kuondoa ziwa unavyokuwa umefanyika, kuna upasuaji sasa hizi kisasa kabisa ambavyo kama mtu amekuja ana hatua za mwanzo za ugonjwa wa kansa ya titi, basi inakuwa sio kuondoa titi lote. Kwa hiyo anaweza kaondolewa sehemu fulani tu ambayo ina ugonjwa, au hata kaondolewa sehemu yote ya ziwa ya titi kwa ndani, lakini akabaki na chuchu yake kawaida na ngozi yote ya titi, ili sasa upasuaji rekebishi ama kwa kutumia nyama zake mwenyewe au kwa kutumia vile vipandikizi, zile breast implants, zinakuja kukaa kwenye ile sehemu ambayo ilitolewa ili kurudisha ule muonekano sawasawa wa ziwa kama karibiana kama ilivyokuwa mwanzoni. Sasa kwa ule ambaye mnatoa nyama sehemu nyingine, vipi kama pia na magonjwa mengine mfano sukari? Ana uwezekano wa kupona vile vidonda kwa wakati huko anauguza kidonda cha titi na labda umemtoa si kwenye tumbo si sehemu nyingine ya mwili nyama? Naam. Kama nilivyosema, kama ilivyokuwa maandalizi ya upasuaji mwingine wote, kabla mgonjwa hajafanywa upasuaji anapitiwa, moja hapo ya maandalizi ni kupitia hata afya yake kwa ujumla. Kwa hiyo tunavyokuwa tumefikia maamuzi kwamba utahitaji upasuaji wa namna fulani, na maana tumeshapitia hizo nani zingine, tunaona huyo mgonjwa ni salama kuendelea na upasuaji. Kuwa na kisukari sawa inatajwa, lakini sio kwamba kila mgonjwa mwenye sukari kila akifanywa upasuaji kidonda kitachelewa kupona. Kuna wagonjwa ambao wana sukari lakini wanafanywa upasuaji wanapona tu vizuri vidonda vyao, kama yeye hayupo kwenye matibabu vizuri, kama yuko kwenye matibabu vizuri ya sukari haimpi shida kupona vidonda vyake. Kama mgonjwa yuko katika umri wa kuzaa na akatolewa hilo titi moja au hata yote mawili, anawezaje kunyonyesha sasa? Kama anatamani kupata mtoto anaweza kumnyonyesha? Kwanza tukumbuke kwamba huyu mgonjwa shida yake ya msingi anakuwa ana saratani ya titi. Kwa hiyo matibabu ya saratani ya titi tena kama amekuja kwa kuwahi ni matibabu ambao yako vizuri na mgonjwa anaweza akapata anaweza akatibiwa vizuri kabisa akawa na hali nzuri. Sasa kwa sababu shida yake ya msingi ambayo ni saratani ya titi inalazimu kuondolewa ziwa, maana yake sasa huyo mtu anakuwa hana uwezo wa kunyonyesha tena kwa sababu ziwa limeshaondolewa. Lakini pia kama nilivyosema, kulingana na stage aliyokujia, kama italazimu kuondoa ziwa lote, ndio pia anakuwa amepoteza uwezekano wa kunyonyesha.
Sasa baada ya huyo mgonjwa kufanyiwa hiyo operation, either ni ya kutolewa nyama sehemu kubandikwa au kutengenezewa vipandikizi akaekewa, maisha yake yanakuwaje mpaka kuuguza kidonda mpaka kupona kabisa? Kulingana na aina ya upasuaji aliofanyiwa, kama kutumia nyama zake mwenyewe au kama kutumia vipandikizi vya titi. Kuna yale maudhi baada ya upasuaji ambao ni ya kawaida. Labda tukijikita zaidi kwenye titi lenyewe, hizi siku za mwanzo anaweza akapata maumivu, ni kawaida, lakini pia anaweza kana toka maji, maana sehemu ilipoondolewa pale pana uwazi pale panajikusanya maji, lakini kawaida tunawekea mipira ili kwa ajili ya kuyatoa. Kwa wengi anaweza maji akakata baada ya muda mfupi, wengine ikawa kwa muda mrefu kidogo, lakini kitu ambacho baadaye kinakaa sawa. Lakini maudhi mengine madogo ambayo anaweza napata, anaweza kaisi kama uvimbe kama titi limevimba, lakini huwa tu ni hali ya kawaida ambayo baada ya siku chache inakaa sawa. Kwa hiyo kwa siku 3-4 za mwanzo wa upasuaji mgonjwa anakuwa yuko wodini, anauguza kidonda, lakini hicho kidonda tunategemea baada ya kati ya siku 7 mpaka 10 kidonda kinakuwa kimeshakauka na mgonjwa anaweza akatolewa nyuzi kabisa, na labda baada ya wiki 2 mpaka wiki 3-4 basi mgonjwa anaweza karudi kwenye majukumu yake ya kazi kawaida. Na mpaka sasa mshafanya operation ngapi labda kwa Muhimbili au kwa Tanzania kwa ujumla? Kwa sababu tumeanza sio muda mrefu na jamii ilikuwa haijapata taarifa sahihi nzuri kwamba kuna hii huduma pia inaweza ikatolewa. Kwa hiyo bado namba hatujazicompile sawa sawa, hatujaunganisha sawa sawa kwenye takwimu zetu. Ningependa kuwafahamisha wasikilizaji wetu, watazamaji wetu kwamba upasuaji rekebishi wa titi hasa kwa wale wamama ambao wamepata ajali kwenye matiti yao, aidha kwa kufungua moto au wao ambao wana saratani ya titi, sio upasuaji wa urembo. Hii ni aina ya upasuaji ambao unalenga kurudisha utimilifu wako wa mwili. Kuna jamii mbalimbali na huwa zina imani mbalimbali kuhusu titi. Kuna jamii ambao wanaamini kama kuwa na titi ni ishara ya uzazi. Kuna wengine ambao wana imani kwamba kuwa na titi ni ishara ya kwamba wewe ni mtimilifu, ni mwanamke kamili. Sasa anapokuja kwamba ameambiwa inabidi utolewe titi, anapoteza matumaini, maana anajua sasa ataweza kujichanganya na wenzake. Kwa mfano, kuna kipindi nilikuwa nimeenda baadhi ya nchi, nikawa nimeona kwenye vyombo vya habari mama mmoja anatoa ushuhuda kwamba kabla ya kufanyika upasuaji rekebishi wa titi alikuwa akijumuika na jamii, anajaribu kujaza nguo pale sehemu ya kifua ili kuonekana kama mambo yako sawa sawa. Lakini yote hii ni kwamba ufahamu kwa upatikanaji wa huduma za upasuaji rekebishi wa titi ulikuwa haujafahamika, lakini kwamba hizo huduma zipo. Usijisikie mnyonge utakapokuwa umeambiwa kwamba utaondolewa titi, usijisikie mnyonge. Kuna upasuaji ambao unaweza kurudishiwa muonekano wako wa titi, ukaweza kujichanganya kwenye jamii kama kawaida na kuonekana mtimilifu tena. Anakuwa hana hizi kliniki za kuja kwa mtaalamu kuangalia maendeleo ya kidonda, ziwa limefikiaje na vitu kama hivyo? Kulingana na ugonjwa wake wa msingi, tunasema wagonjwa wengi ambao wanakuwa wanahitaji huduma ya upasuaji rekebishi wa titi ni wale ambao wana saratani ya titi. Kwa hiyo kuna hatua ambako anakuwa anahudhuria kliniki za matibabu ya saratani kama kawaida, lakini mara nyingi tunaohudumia wanakuwa wameshamaliza matibabu yao. Kwa hiyo sisi tunachokuwa tunamuona kwenye kliniki zetu ni kwa ajili ya kufuatilia uponaji wa kidonda ambao anaweza kawa naona kwa mwanzoni, anavyoruhusiwa anaweza akapangiwa kumuona baada ya wiki 2, baadaye inavyoenda kaanza kumuona kila mwezi, baadaye miezi mitatu, baadaye inaweza kaanza kumuona hata mara 1 ama mara 2 kwa mwaka. Gharama za upasuaji itategemea na
aina ipi ya upasuaji rekebishi ambayo mteja wetu amefanyiwa, lakini ni gharama ambazo zinahimilika. Lakini kuna ambao baadhi ambao bima zao zinagharamikia hayo matibabu, ingawa bima zingine zilikuwa zinakataa kugharamikia matibabu wakihisi kwamba ule ni upasuaji wa urembo, lakini kimsingi upasuaji sio wa urembo. Ni upasuaji ambao unarudisha kiungo cha mtu ambayo kilitolewa kwa sababu ya magonjwa, kama ambavyo mtu anaweza katika sikio, akatika pua na akarudishiwa ile muonekano sawa na hii ambayo mtu anakuwa ziwa lake limeondolewa kwa sababu mbalimbali, sasa inarudishiwa hiyo ni muonekano na utimilifu kama watu wengine. Tumezungumzia swala zima la matibabu haya rekebishi kwa mtu ambaye mwenye saratani, lakini kuna wale ambao kashafika stage ya saratani ya matibabu mpaka katolewa na titi lenyewe, na yeye anaweza akafanyiwa upasuaji rekebishi kwa kumwekea titi lingine. Hata wale ambao tayari ambaye ametolewa ziwa lote, titi lote, bado anaweza akafanyiwa upasuaji rekebishi wa titi. Hiyo sasa ni kwamba kama wataalamu tutaangalia kwamba katika aina zile zote za upasuaji rekebishi wa titi ni ipi ambayo itakuwa ni mwafaka kwake, ili kujaribu kurudisha muonekano kama awali. Kati ya zile mbili ambazo tumesema kwamba kubwa kutumia nyama zake zenyewe, na hiyo tutaangalia kama ametolewa titi lote, yani kuna ambayo tunaona kwamba inakuwa ni mwafaka zaidi wa kutumia sehemu yake ya kiungo cha mwili, kipi tutumie. Na kama itakuwa ni kutumia vipandikizi, itakuwa bado inahitaji kuchukua sehemu fulani ya mwili uchanganye na hiyo sehemu ya kipandikizi ili kuweza kupata ule ujazo sahihi utakaoendana na ukubwa wa zile titi lingine ambalo limebaki. Ndugu watazamaji wetu, tumeongelea upasuaji rekebishi wa titi, lakini kati ya sababu kubwa ambayo tumesema zinapelekea watu kuhitaji upasuaji rekebishi wa titi ni saratani ya titi. Sasa labda tufahamu saratani ya titi maana yake nini? Saratani ya titi ni aina ya saratani ambayo inaathiri kiungo cha uzazi cha mwanamke kinachoitwa titi, na kitaalamu hamna sababu moja ambayo unaweza ukasema kwamba hii ndio inasababisha saratani ya titi, lakini kuna vile tunaviita risk factors au kwa Kiswahili chake ni vihatarishi ambavyo mtu akiwa navyo inapelekea kupata saratani ya titi. Mojawapo ni mabadiliko kwenye vinasaba vya vinasaba ambayo inaitwa BRCA1 BRCA2. Mtu akiwa nayo hiyo mabadiliko kwenye vinasaba, then anakuwa na katika hatari ya kupata saratani ya titi. Nyingine ni kuna watu wanapata hiyo kwa sababu ya kurithi. Kwa hiyo kama mtu ana mzazi au ndugu yake wa karibu ambayo ana saratani ya titi, na yeye anakuwa na asilimia fulani hivi ambazo anaweza akapata saratani ya titi. Na vingine vihatarishi vingine ni kama ni hali ya kunyonyesha, hali ya kama mtu ambaye hajanyonyesha katika chake cha uzazi wanakuwa wanahatarishi. Mwingine kama kwenye kipindi chake cha amechelewa sana kupata mtoto au amepata anza kupata hedhi katika umri mdogo sana. Hivi vyote vinakuwa vinaleta kama vihatarishi vya kupata saratani ya titi. Na namna ya kujikinga, kuna ushauri kwamba inabidi mara kwa mara huwa unafanya uchunguzi wa titi lako. Karibuni kumekuwepo na kampeni nyingi za kuhamasisha wamama katika umri wa kuanzia miaka 18 kuendelea huwa wana uwezo wa kujipima wenyewe, wanaita self breast assessment au examination. Unaweza ukawa kwa kutumia mkono wako
unajigusa kwa namna fulani ambayo taalamu anaelekeza, ili kama kuna kiashiria uweze kuripoti mapema hospitali. Lakini nyingine kwa wale ambao wanakuwa tumewataja kwamba wanakuwa wana vihatarishi zaidi, basi anaweza hata mara moja kwa mwaka au mara moja ndani ya miaka miwili unafika hospitali kwa daktari, unaomba kufanyie uchunguzi kama una viashiria vyovyote vya saratani ya titi. Kufikia hapa kipindi cha Medical Counter hakina la ziada mpaka wiki ijayo. Jina langu ni Dafrosa Prosper. Leo hii tulikuwa tukizungumzia swala zima la upasuaji rekebishi, upasuaji ambao unafanyika kurekebisha sehemu ya mwili ambayo imepata shida, na leo tulikuwa tukiangazia swala zima la upasuaji rekebishi katika eneo la titi kwa yule mama ambaye amepata saratani ya titi. Kuna namna ambavyo madaktari bingwa wanakutengeneza titi lako linarudi kama kawaida, lina muonekano kama kawaida. Tulikuwa naye daktari bingwa wa upasuaji rekebishi Dr. Frenki Muhamba ambaye anapatikana Hospitali ya Taifa Muhimbili Upanga, Dar es Salaam. Mpaka wiki ijayo, jina langu ni Dafrosa Prosper, na kuna vipindi mbalimbali vinavyoendelea hapa UTV Azam TV, burudani kwa wote.